Mwanamke ndio kitulizo cha mwanaume. Mwanamke ndio kiburudisho cha mwanaume. Mwanamke ndio kipozeo cha mwanaume. Halikadhalika mwanaume ndio kitulizo cha mwanamke. Mwanaume ndio kipozeo cha mwanamke. Ni watu wawili wanaotegemeana ili mupate kutulia. Kisha angalieni mapenzi ya dhati, mapenzi oji. Baada ya kukuumbieni wenza na wake washirika katika maisha yenu, akashusha Allah kutoka kwake mawadda, mapenzi ya dhati, wa rahma, na huruma ya dhati baina yenu. Baadhi ya maulama wanasema Allah alimuumba mwanamke wa kwanza Bibi Hawa kutoka katika ubavu wa juu wa kulia mwa mwanaume. Wengine wakasema hapana, Hawa ameumbwa kutoka katika ubavu wa juu wa kushoto mwa mwanaume. Wakasema kwa nini Allah alilenga upande wa kushoto? Kwa sababu upande wa kushoto kuna moyo. Maana yake mwanamke ametolewa karibu na moyoni mwa mwanaume ili aushike moyo wake na amtulize kitulizo cha hali ya juu. Lakini leo dada zetu wanaojifanya wamedata na kujizima data, hilo hawalioni, ili hali wamesahau ya kuwa mwanamke kweli kweli ni yule ambaye mbele yake kuna kidume. Mwanaume ndo simba wa mwanamke, mwanaume ndo mlinzi wa mwanamke, mwanaume ndo komando wa mwanamke. Lakini leo mnajifanya wazungu. Shoga, sijapungikiwa na chochote, na kigari changu na nyumba yangu, maisha yanaenda. Maisha yaendi, yamerudi nyuma. Unakwenda kinyume na maumbile aliyoyateremsha na kuyaumba Mola, kama wewe kweli unamkubali Mola.